Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya 4 ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri itwayo Wadada Mapacha. Na katika sehemu ya 3 msimu wa pili tulishia pale ambapo Grace alikuwa amerudi nyumbani, alimkuta Thomas, Stacy pamoja na mtoto Princess na alikuwa ameletea zawadi wote. Na akisema kwamba usijali, ni zawadi ambayo nilikuwa nimepanga kukuletea wewe. Nimeona kwamba una simu ndogo na sio mbaya kama ningekupa simu kubwa kama zawadi tu. Haya jamani, ila siwezi kusema kwamba ni msahau wa Amina dada wetu wa kazi. Embo acha basi nimpeleke na zawadi yake. Yote kwa yote ni furaha tulikuwa imetanda pande zote mbili kwa Serena na Stacy, kwani Serena naye alikuwa ameshakubaliwa na mke wake. Kilichoendelea basi nitakujuza ndani ya sehemu ya 4 ya simulizi Twin Sisters msimu wa pili. Mtunzi akiwa ni Fete Lucas, Mwite Dafeti. Mimi ni director Owen kutokea hapa Simulizi Mixi, na simulizi hiyo unaipata ndani ya YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi, lakini ndani ya SMX hapo kunaipata mpaka mwisho bila kusubiri. Lakini kama unatumia iPhone tuchia kupitia 0677 062 012 uweze kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa. Tunaendelea na sehemu hii hapa ya 4 ya msimu wa pili wa Wadada Mapacha. Grace siku aliamua kuwapatia surprise Stacy na wengine. Kwa Stacy alipatiwa simu kubwa ambayo alinunuliwa na Grace. Yote ilikuwa ni furaha na upendo tu ambayo alikuwa anataka kuonesha kwa familia hiyo. Grace aliondoka na kuacha Thomas na Stacy wakiendelea na maongezi yao. Na tukirudi kule kwa Pauline, naye kwa sasa hivi hali yake ilikuwa inazidi kuimarika ya mguu na mkono wake, na muda huo alikuwa yuko chumbani kwake amepumzika. Mlango wa chumbani kwake uligongwa na aliingia mdogo wake Richard. "Unaendelea kwa sasa hivi dadangu?" aliongea Richard akimuuliza dada yake Pauline. "Nashukuru kwa sasa hivi hali yangu ni nzuri. Sisikii maumivu sana kama ilivyokuwa awali." "Vipi na wewe? Nasikia kwamba mama ameniambia kwamba eti jana ulienda kuandikisha chuo cha Mlimani University. Vipi, ndo ulichopenda wewe kwenda?" "Ndio, naona ni vizuri tukapata nikasome pale, ila kuna kitu nahitaji kukuambia. Jana nikiwa niko chuoni pale nimekutana na Vero. Ni kwamba yeye pia anakuja kusoma pale. Kwa hiyo wewe unasemaje?" Kwa kweli Vero sijui anachukuliaje kwa sasa hivi. Yaani anaona kama bado mimi ni muhuni tu na ninataka kumharibia maisha yake. Mimi kiukweli nataka niwe na ukaribu na yeye tu kwa mambo ya kawaida tu. Najua kwamba itakuwa ni ngumu sana, lakini mimi sina nia mbaya kabisa na Vero. Na kweli kabisa najuta kwa yote ambayo nilimfanyia kwake, lakini natamani kweli kabisa siku moja Vero aje kuniamini tena na hata asinidhanie vibaya tena." "Kwani wewe unampenda?" "Niseme tu kweli, mimi kumpenda nampenda sana. Ila sitaki kwa sasa hivi kufanya chochote kile na yeye. Namuacha tu asome na mimi na masomo yangu tu. Ila ninachotaka mimi tu ni Vero kuniamini tena. Yaani tuwe na maelewano mazuri tu na asione labda eti kwamba bado nina tabia zile. Okay, wewe pumzika dadangu. Mimi natoka kidogo hapa, nitarudi baadaye." Richard aliinuka na kutoka chumbani mure. Ndani Pauline mle ndani alionekanika kuchukua simu yake na kumpigia mtu. Ila simu iliita mpaka ikakata, na aliyepigiwa alikuwa ni Nixon. Pauline alipoona Nixon huenda atakuwa yuko mbali na simu, akaamua kuacha. Kwa Nixon siku hiyo aliamua kutoka akiwa na rafiki yake Steve, na kuna sehemu walikuwa wanaenda. Na baada ya muda alionekanika kufika kwenye nyumba moja hivi, na baada ya muda alitoka mdada mmoja hivi na kwenda kuwafungulia mlango. "Karibuni sana." Nixon na Steve baada ya kukaribishwa ndani waliingia moja kwa moja mpaka sebuleni. "Yaani uliponiambia kwamba eti umerudi kutoka masomoni nikasema kwamba nije nikuone. Mambo yanasemaje?" aliongea Nixon akimwambia bidada anaitwa Pendo. "Ndio nimerudi juzi tu hapa. Si unajua tena kwamba huko nilipokuwa ni mbali sana na hata mawasiliano kidogo yalikuwa ni mtihani. Nikasema kwamba sio mbaya kama nitakutafuta kukuambia kwamba nimesharudi tayari. Nashukuru Mungu nimerudi salama." "Nikuulize Pendo, kwani hapa unakana nani?" "Nakana dadangu na shemeji yangu pia. Dadangu ana mtoto mmoja. Kwa sasa hivi yuko wapi?" "Yupo kazini, ila atarudi kwenye saa 11 hivi." "Okay, sasa mimi nataka leo tutoke kwa ajili ya chakula cha usiku. Sio mbaya kama tutakuwa mimi na wewe." "Haina shida. Ngoja basi mimi nijiandae basi." Labda nielezee kuhusu bidada Pendo. Pendo na Nixon walikuwa wanafahamiana sana na walisoma wote. Ila baada ya hapo Pendo akaenda kusomea sehemu nyingine. Ni kwamba hao wawili wana ukaribu sana. Sasa tujajua kama wana mahusiano gani ukiachana na Stacy na Pauline, ila tutajua tu uko mbeleni. Basi Pendo aliinuka na kuelekea chumbani, na baada ya muda mfupi alitoka akiwa kavalia nguo za bei yake tu, na wakaondoka akiwemo Steve ambaye ni rafiki yake Nixon. Ikiwa imefika kama saa 12 jioni na tayari walikuwa wameshafika kwenye moja kati ya mahoteli makubwa yenye uwezo wake,
Hoteli hiyo ilikuwa ni nyingine na sio ile ya Thomas na Cecy. Walifika hapo na kuanza kuagiza chakula. Steve muda huo simu yake ilianza kuita. Samani kidogo, naenda kupokea simu. Steve aliinuka na kusogea mbali kidogo kwa ajili ya kupokea simu huku akiwa kawaacha Pendo na Nixon. Samani Pendo, ila nahitaji kwa leo hii niwe na wewe, si unajua tena. Uwe na mimi kivipi? Mbona bado sijaelewa. Na maanisha kwamba usiku wa leo unaweza kuwa na mimi? Usitaki kuniambia kwamba tulala na Miki mapenzi. Wewe una girlfriend? Naweza kusema kwamba nilikuwa naye ila kwa sasa hivi tumeachana. Wakati huo kwa Steve naye alikuwa anapokea simu. Hello Pauline. Steve, mbona nampigia simu Nixon lakini naona kabisa kwamba pokei. Kama uko naye naomba mpatie simu, nahitaji kuongea naye. Kwa kweli niko mbali naye ila nitamshtua tu akupigie. Kweli nahitaji kuongea naye. Naona kabisa hivi kwamba amekuwa yuko busy sana. Yaani tangu nianze kuumwa tu na kuto kutembea kwenda kokote naona kabisa haji kunitembelea. Please naomba mwambie nipokelee simu yangu asiendelee kunipa wasiwasi hapa. Haina shida. Steve alikata simu kwa kimuita Nixon kwa ajili ya kuongea naye. Hebu nisubiri tunakuja mara moja Pendo. Aliinuka Nixon na kumfuata Steve. Oya, ujue sijaelewa mpaka dakika hii kwamba una mpango gani na yule Pendo. Pauline anadai kwamba simu yake umpokelee. Sikiliza Steve. Habari za Pauline usiniletee mimi sasa hivi hapa. Mimi leo nipo na Pendo. Kwa hiyo una maana rafiki yangu kusema kwamba upo na Pendo ni kwamba unataka kuwa naye tu kimahusiano? Na vipi kuhusu Pauline? Au ndo umeona kwa sasa hivi hali yake sio nzuri, sio? Unajua kama unachokifanya sio sawa kabisa. Tambua kwamba huyu ni mwanamke wa tatu kabisa unadate naye. Why Nixon? Umekuwa rafiki gani wewe? Au mimi unanichukuliaje kwa mfano? Sikiliza Steve. Kwa sasa hivi hebu tusiongelee haya maswala. Wewe unamzungumzia Cecy kwa sasa hivi anahusiana na mtu mwingine kabisa. Huyu Pauline mwenyewe amekuja kwangu kiolela tu. Mimi wala sijamhitaji, kwanza ni dada asiyejielewa kabisa yule. Asa leo hii unamuita Pauline na hajielewi. Amini kabisa kwamba unajishusha thamani rafiki yangu na mimi lazima tu nikuchane tu, hiki unachokifanya sio. Wewe Upendo, wewe wa kazi gani labda? Umekuwa kama playboy rafiki yangu. Yaani unaanza mambo yako yale ya kizamani. Jiangalie Nixon. Utakuja kuangukia pua wewe. Mimi naona kabisa kwamba huna issue Steve. Kama vipi wewe sepa tu na tutakutana kesho home. Kweli siamini kama Nixon upo hivi aise. Kwa rafiki yangu umenishinda tabia yani. Wewe kama vipi wewe basi nenda kamchukue Pauline na uwe naye tu. Siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu namheshimu sana Pauline. Hebu naomba usiendelee kunikosea Cha msingi wewe kaendelee na starehe zako tu, mimi nasepa. Steve hakupenda kabisa tabia ya rafiki yake Nixon. Aliamua kuondoka zake na muda huo ikiwa ni kama saa 1:30 hivi. Kwa hiyo Pendo, si umekubali kuwa na mimi? Kwa kweli sijui hata nikwambiaje. Kabla hajamaliza kuongea simu yake ilianza kuita. Sorry, ngoja nikaongea na simu mara moja hapa dada nipigia. Baada ya kupokea sasa. Alo dada. Pendo, uko wapi usiku? Hosteli nipo sehemu nzuri na salama kabisa. Ni sawa, sehemu nzuri na salama. Lakini nahitaji kujua ni wapi ulipo. Si unajua kabisa wewe ni mtoto wa kike alafu usiku kama huu tena nakuaje sasa? Usijali dada, naweza tu kujilinda. Nipo na mtu. Mtu gani? Au ndo ushapata mwanaume? Hebu kwa makini mdogo wangu na vijana nawe. Nakwambia kabisa kwamba nataka leo urudi. Usiniambie tu kwamba unalala nje ya nyumba yangu. Jamani dada, haya sawa, nitarudi. Wala usiwaze sana. Pendo alikata simu. Nixon, mimi naona leo tumalizia tu kula hapa na baada ya hapo ni unirudishe nyumbani. Nilipanga leo tuwe wote tu ila haina shida. Bila ndo kama hivyo tena, nahitaji kweli kujenga mahusiano na wewe. Yaani tuwe wa chumba kabisa kuanzia leo. Unajua nyewe wanaume mna maneno mengi sana. Ya kuwateka wasichana. Japo mengine yana ukweli lakini mengine yana uongo. Ila siyasema kama wewe ni muongo. Ila sipendi kabisa kweli mwanaume muongo kwenye maisha yangu. Kama kweli unanipenda mimi basi nitajua tu. Ila mimi kukupa mwili wangu kirahisi namna hiyo kwa kweli utanisamehe sana. Naomba nirudishe nyumbani. Dada tayari ananitaka niwe nyumbani. Basi nipo tayari kanitambulishe kwa dadako na kama unaona kama mimi nakudanganya. Ya kweli hao jamani. Nipo serious. Hebu tumalize kula alafu twende. Basi waliendelea kupata chakula na tukirudi kwa Steve rafiki yake Nixon baada ya kuondoka hotelini pale aliamua kuchukua taxi iweze kumfikisha kwake. Akiwa ndani ya gari ilibidi ampigie Pauline. Halo, vipi? Mbona Nixon sioni kunipigia? Sijui hata niseme nini kwako. Najisikia tu aibu sana kuwa rafiki mwenye tamaa kama Nixon. Tamaa nini tena? Niseme tu Nixon sijui anakufanyia makusudi au niseme kwamba hakupendi, ila kule Nixon sio mtu mzuri kabisa yani. Bado sijakuelewa Steve, una maana gani? Si unajua kabisa hali yangu jinsi ilivyo. Usiniambie kwamba Nixon kasha tafuta mwingine. Pole sana. Ila niseme tu kwamba Nixon kweli sio sahihi kabisa yani. Ni aibu kubwa sana. Mimi nilijua tu.
na ndio maana Cecy alimfanyia hivi hivi. Kumbe wanaume wengine waridhike. Ama kweli nimeamini kabisa kwamba ukitenda ubaya na wewe utalipwa kwa ubaya tu. Niliweza kutumia njia zangu tu kuharibu maisha ya Cecy na Nixon. Leo hii yananikuta tena mimi. Ila nashukuru tu kwa kuweza kuniambia Steve. Maana nawe kama usingeniambia ukweli, ningejua kabisa kwamba nawe ni wale tu wa kuficha maovu ya wenzao. Haya, nakata simu. Pauline alikata simu na wakati huo kwa Nixon na Pendo baada ya kupata chakula aliondoka hotelini hapo na kuelekea kupanda gari. Okay, si umetaka nikakutambulisha kwa dadangu? Twende basi. Nixon aliwasha gari na safari ilianza. Baada ya mwendo mrefu walifika nyumbani hapo kwa kina Pendo anapokaa na dada yake. Karibu tena nyumbani. Waliongozana moja kwa moja mpaka sebuleni. Muda dada yake alikuwa amekaa tu anamnyonyesha mtoto. Huku shemeji yake na Pendo yuko busy na mambo ya kazini kwake tu kwenye laptop. Dada, leo nimekuletea mgeni. Ikabidi Nixon amwangalie vizuri dada yake na Pendo ni nani, lakini ghafla alionyesha kushtuka baada ya kuiona ile sura. Huwezi amini. Alikuwa ni Stella, yule dada wa mapokezi anayefanya kazi kwenye hoteli ya Thomas. Toba. Stella naye baada ya kuiona ile sura aliacha kabisa kumnyonyesha mtoto huku akimpatia mume wake aweze kumshika, maana sio kwa mshangao huo. Pendo, umeniletea bara gani kwenye nyumba yangu wewe? Unamaanisha nini kusema kwamba ni bara dada? Nadhani kabisa kwamba sijakosea hii sura. Wewe si Nixon wewe? Sema ni wewe, si wewe? Ya, ni mimi. Kwa hiyo ukaona kinachofuata ni kuja kuharibu maisha mdogo wangu, si ndio? Yaani mimi kijana namfahamu vizuri sana tabia yake. Sitakuja kabisa kusahau alichomfanyia Cecy. Na kuuliza unataka kuharibu maisha mdogo wangu? Sikiliza wewe Nixon. Iwe mwanzo na mwisho kufika hapa wala kujenga mazoea na mdogo wangu. La sivyo, unamwona yule shemeji yake? Huyo hapa ni askari na sishindi kukufunga kama ukiendelea kumfuatafuta mdogo wangu. Kama ni Arabi basi nitahakikisha kwamba naitafuta na ninakuweka ndani. Huna haya kabisa. Yaani mimi sikukujua leo wala jana wewe. Tabia yako naijua vizuri sana. Kwanza najiuliza yule Pauline imekwaje mkaachana? Dada, umesema Pauline? Pauline ndo nani kwa Nixon? Hivi haukuambiwa kwamba na mtu wake anaitwa Pauline? Kama amesha kudanganya naomba sikudanganye. Huyu ni muongo. Sijui Cecy akisikia ili itakuwaje yani. Atakuona wajabu sana wewe. Naona Cecy kafanya la maana sana kuachana na wewe. Naomba changanya miguu yako na uondoke hapa. Unaambiwa Nixon kwa ile aibu macho sura imemshuka. Mdogo mdogo tu alianza kuondoka. Makure Nixon ni shida, yani kichomi kweli kweli. Nixon baada ya kuondoka sasa. Kweli siamini kama ulikuwa unamjua Nixon yet. Kwanza niambie, yule mwehu haja kuvua nguo maana ni mshenzi yule. Jamani dada, mbona niambia mambo hayo bwana mbele ya shemeji? Kaniulize basi ndani. Nijibu kwanza haja kuvua nguo? Hapana, sialana kimapenzi. Niligoma kabisa. Yaani kama ungeniambia amekuvua nguo, ungeshangaa na kuwasha kibao tu cha uso. Tena hutajua hata kimetoa saa ngapi. Hebu naomba kambari naye. Kwa kweli hata simuamini kabisa yani. Haya, nenda chumbani kwako. Pendo ilibidi aondoke. Kwa Nixon baada ya kuondoka kwa Pendo alielekea kwa rafiki yake Steve. Ulikuwa sahi sana rafiki yangu. Kweli najuta kwa kutokusikiliza yani. Tatizo wewe unashindwa kuelewa unachokifanya wewe. Kweli nisamee basi rafiki yangu. Mwanaume anuni ovyo. Mimi ni wajibu wangu tu kukukosoa unapokuwa umekosea. Ila nimeshaongea na Pauline. Nimemweka wazi kwamba hufai kabisa wewe. Bado hujawa tayari kabisa kutulia na mwanamke mmoja. Na upo kama jogoo tu, yani kila kuku unataka umkimbize wewe. Kwa hiyo mimi kuku, si ndio? Nimetolea mfano. Badilika kweli rafiki yangu, na ndio maana umemkosa sasa kizembe tu kwa sababu ya tamaa zako wewe. Mwenzio Thomas anastarehe tu kwa sasa. Unadhani kwamba nifanye nini? Kweli sina bahati eti. Hauna bahati au unaharibu bahati yako tu mwenyewe? Mbona Pauline sasa hivi katulia kabisa, ni mwanamke mzuri. Wewe una kazi ya kudonoa tu huku na huku wewe. Steve na Nixon waliendelea kuongea. Mara simu ya Nixon kaanza kuita. Alikuwa ni mama yake, alikuwa anampigia Nixon akapokea. Halo mama, uko wapi sasa hivi? Nipo kwa rafiki yangu Steve. Hebu chukua gari ufike nyumbani mara moja. Babako anakuulizia na anataka ufike nyumbani sasa hivi yani. Okay, nakuja sasa hivi. Nixon alikata simu na kumwaga rafiki yake na kuondoka. Tukirudi kule kwa Serena, naye kwa sasa hivi alikuwa ni mtu mwenye furaha sana muda wote, hata baada ya kujenga maelewano mazuri na mamake na Nelson pamoja na Vero. Ikiwa inaelekea saa 2 kamili za usiku, Serena aliona kwanza jipumzishe zake tu nje ya kibaraza, huku akiwaza sana mambo ya mbeleni na hali aliyokuwa nayo sasa hivi.
Na kule getini mlango ulionekana kugongwa na aliingia Vero baada ya kuagana na mama yake asubuhi ya leo, na Vero kuangalia mbele anamuona Serena. Hivi ni macho yangu au nipo ndotoni? Serena ilibidi acheke baada ya kumuona Vero anajiuliza vile. Mimi naona ni kweli tu mimi ni Serena. Unajua kwamba ni kama siamini alafu naamini vile. Wifi yangu ni wewe kweli? Kwanza hebu njoni kwao. Vero unaambiwa kwa mbwembwe zote alimwao wifi yake. Jamani, unajua kwamba asubuhi sikuelewa kabisa mama alikuwa anamaanisha nini niwahi kurudi nyumbani. Aise, siamini kama mamangu ameamua kukubali wewe kuwa mke wake ndani ya nyumba hii. Mimi binafsi nilikuwa natamani sana. Yaani, ila nashukuru tu kwa Mungu kwamba amesikia kilio changu. Sitamani kabisa wewe utengane na kakaangu. Amini kwamba wewe ndio wifi yangu ninayekupenda sana na kujali na nakuthamini pia. Yaani umekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu. Kweli nikushukuru sana kwa yote unayofanya kwangu. Siwezi hata siku moja nikaja kukuona eti huna maana wala kudharau, sawa? Wala usihofu, na mimi ndio wifi yako. Kwa Selina hakuwa na kuongea zaidi ya kucheka tu. Naona kwamba leo ulitoka au ulienda chuo? Hapana, nilienda kwa rafiki yangu Naomi. Kuna mambo kidogo tulikuwa tunayafuatilia, hata yeye mwenyewe anatafuta chuo pia, na ndio nilikuwa namsindikiza huko. Ila yeye hasomi kwenye kile chuo tunachokisoma mimi na Richard. Yeye anasoma kwingine. Wakaendelea kupiga stories zao tu kwa Sesi. Muda huo akiwa yuko ndani anabadilisha nguo Princess. Baada ya kumaliza kumwogesha, simu yake ilianza kuita. Ilikuwa ni Stella. Unaambiwa kwamba siku hiyo hakutaka kabisa kulipozia ile jambo. Hello Stella. Sesi, habari yako? Nzuri tu, sijui wewe. Mimi si jambo. Ila leo aisee, sijakuona kazini ujue, ila tuachane nayo. Nina habari hapa nataka nikupe. Yaani nimeona na jambo hili siwezi kabisa kulifumbia macho na lazima tu nikwambie. Stella sasa alianza kumsimulia Sesi mkasa mzima hadi kwenda kwa Nixon nyumbani kwake. Ndio hivyo. Yaani niseme tu kwamba yule kijana sijui hajielewi ama vipi yani. Ni jambo la kushangaza mimi, la nishangaza hadi mimi pia yani. Kwa hiyo Nixon ndo ameamua kuwa hivi. Ila cha msingi mshauri sana tu mdogo wako awe makini sana Asijaribu kuhadaika tu naye hata kidogo yani. Baada ya maongezi yale, Sesi alikata simu. Masaa yalizidi kuenda na muda wa kulala ulifika. Asubuhi na mapema kama ilivyo ada kwake, Sesi aliamka na kuanza kazi huku akisaidizana na dada huyo wa kazi anaitwa Amina. Na baada ya kazi kumalizika, Amina, mimi leo naelekea kazini kule hotelini. Nitakuachia Princess na hakikisha kama mtoto anakula vizuri. Unamwogesha na asiache kulala Nikimaliza kazi zako mimi nitarudi hapa. Usijali, nitamhudumia vizuri. Usijali, nitamhudumia vizuri tu. Sesi baada ya kumpa maagizo Amina alijiandaa na kuondoka zake kuelekea hotelini. Wakati huo Thomas naye aliamka siku hiyo, aliamua kuondoka na baba yake kuelekea kwenye kampuni ambayo baba yake alikuwa anafanya kazi. Kulikuwa Selina naye, japo kwa hali yake tu ya ujauzito bado alitamani japo kufanya kazi ndogo ndogo. Mama Nelson ni mtu wa kazi. Hivyo asubuhi na mapema anaondoka nyumbani hapo kwa Nelson, naye yupo na kazi zake tu, hivyo atakiamka anawahi kazini. Vero siku hiyo hakutoka kwenda kokote na walibaki nyumbani hapo na wifi yake Selina. Sasa wifi, leo mimi nitaenda sokoni, wewe utabaki hapa, si unajua tena hali yako kwa sasa hivi haina shida. Ilipofika saa 4 asubuhi, Vero alibeba kikapu chake na kuanza safari kwenda sokoni. Masaa yalizidi kwenda tu na kule Sesi naye alikuwa ameshafika hotelini na yupo busy na kazi zake. Muda huo Sesi alionekanika kupanda ngazi kuelekea kwenye kile chumba chake. Alifungua mlango na kuingia ndani. Basi akiwa bado mule ndani kwa mlangoni alisikia hodi kigongwa. Sesi ikabidi akafungue. Kuangalia aliyekuwa anapiga hodi anakutana na sura ya Nixon. Maana ni kama surprise kubwa sana ambayo alikuwa amefanywa Sesi. Wewe, unafanya nini hapa? Aliongea Sesi kumuuliza Nixon. Sesi, kwani kuna ubaya mimi kama nikija hotelini hapa kukusalimia? Najiuliza wakati unakuja huku Stella hajakuona. Hebu nisikilize Nixon. Naomba kama mbali kabisa na maisha yangu na ukome kabisa kuendelea kunisumbua. Kama kidangu nasema kwamba kuna kitu umesikia kunihusu mimi. Au tayari Stella ameshakwambia kuhusu kunikuta nikiwa niko na dada yake? Ameniambia niambia wewe hata kuhusu. Naomba kabisa ondoka ndani ya hoteli. Sesi akiwa anataka kurudisha mrango, anashangaa Nixon anamzuia kwa nguvu zake. Una wazimu si ndio? Hebu achia mlango Nixon na uondoke hapa. Kwa hiyo unataka kushindana na nguvu zangu mimi mtoto wa kiume? Okay, nitakuonesha sasa kwamba mimi na nguvu kiasi gani. Nixon aliushika ule mlango zaidi huku akiwa anaingia mle ndani. Muda huo Sesi alikuwa anaendelea kukaza tu Nixon asiingie.
Alishindwa na kuacha kushindwa kutumia nguvu zake. Nixon baada ya kufanikisha kuingia, alirudisha ule mlango na kufunga kabisa akiwa yeye yuko ndani yake. Kwani kwa nini niogopa namna hiyo Cecy? Kwani mimi natisha jamani? Hebu acha kuniogopa kiasi hicho na kuwa tu na amani. Hebu jisikie tu vizuri wala usiwe na wasiwasi wote. Nixon, kweli wewe ni mshenzi sana. Na labda tu nikwambie kwamba kwa kufunga huu mlango huwezi kabisa kunifanya chochote kile mimi. Jaribu kuniheshimu na usinifanye nikakuchukia maisha yangu yote wewe. Cecy, siwezi kabisa kukufanya chochote kibaya. Amini kabisa maisha yangu kwa sasa hivi yamekuwa ni magumu kupita maelezo. Na yote ni kwa sababu yako. Bado nakukumbuka sana na kuhitaji kwenye maisha yangu. Kumbuka kwamba ni mangapi tumepitia mimi na wewe. Kweli leo hii unaenda kuwa mtu wa mwingine kabisa? Hebu nyamaza na usiendelee kukumbuka ujinga wako hapa. Ni kweli mimi na wewe tulikuwa ni wapenzi. Na mapenzi yetu yalikuwa ni ya muda mfupi sana. Yaani kati ya mimi na wewe, nani alimsaliti mwenzake? Umeona sasa hivi nimetoa Thomas wangu, unataka kuharibu mifungo wa Thomas Nini maana kuingia kinguvu ndani? Tena usijaribu kunisogelea kabisa. Wewe nimeshakutoa tayari. Nimeshakusahau maana ulishaniumiza sana wewe. Kwa sasa hivi nampenda Thomas na yeye ndio ambaye ni mwanaume sahihi kabisa kwangu. Naomba uache ujinga wako na ufungue huu mlango na uondoke kabla sijapiga kelele hapa. Kweli Cecy wewe ndio kuniambia maneno kama haya kweli? Amini kwamba nimekuwa Nixon mshenzi mpaka na chano makavu live na rafiki yangu. Anataka nibadilike na kama ni mwanamke basi niwe naye mmoja tu. Nimekuchagua wewe. Jana nimetoka kuongea na baba hivi anataka sasa hivi kwamba niondoke kabisa hapa Tanzania. Anataka nikafanye kazi mbali kabisa na hapa. Sasa mimi sitaki kabisa kuondoka ila nitakubali kuondoka endapo kama ukiungana na mimi. Twende tukaanzishe maisha yetu huko. Siendi kokote na wewe. Hebu acha kujifanya kwamba mama kwangu wakati huna lolote zaidi ya tamaa tu wewe. Wewe nenda tu peke yako na mimi nabaki na familia yangu. Thomas ndo akwenda naye kokote kule ninapojisikia mimi au anakojisikia yeye. Yaani Thomas huyo anaharibu kabisa kila kitu sasa. Cecy, ina maana kwamba wewe huwezi kabisa kumsahau huyo Thomas au tayari umeshaonja radha ya penzi lake ndio maana kumsahau huwezi? Haya wewe hayakuhusu. Nimeonja sijaonja hata yakuhusu. Hebu ondoka ndani. Basi nataka na mimi leo uonje penzi langu ujue kwamba na ladha gani. Cecy alimsogelea Nixon na kumramba kibao. Tena usije ukajaribu siku nyingine kuniambia wewe ujinga wako wewe. Huna haya kabisa wewe mjinga wewe. Usijeelewa kabisa. Hebu toka ndani. Nixon yani hana cha kumsikiliza kabisa yani. Alijikuta tu anamuinua na kumbeba Cecy moja kwa moja mpaka kitandani na kumrusha kama katua mzigo kichwani. Unataka kunifanya nini Nixon? Naomba usijaribu kunifanyia uonyama. Sitakusamehe nasema. Cecy alizidi kulalama lakini anamuona Nixon anaanza kufungua vifungo vya lake. Leo amedhamilia jamani. Hebu tujue tu kwamba Cecy bado hajatumika kabisa na ana usichana wake. Nixon hapana. Huwezi kabisa kufanya ujinga. Cecy alipotaka kuponyoka pale kitandani Nixon akamdaka na kumrudisha. Sasa ikawa anataka kuvua suruali yake pale mlangoni ghafla ikasikika hodi. Cecy nadhani kama Thomas amefika na anahitaji ufike yuko pale mapokezi na Stella. Alikuwa ni mmoja wa wafanyakazi akimpa taarifa hiyo na Cecy alipotaka kumsemesha yule dada na shangaa na zibwa mdomo, basi dada yule ikabidi aondoke maana ameshatoa taarifa. Wewe ni mjinga kiasi gani? Thomas yuko hapa. Naomba ondoka. Usinitafutie mabara mimi nakuomba uniache. Hapana Cecy, nahitaji kuonja tu penzi lako leo. Siwezi kabisa kuipoteza hii nafasi kijinga namna hii. Nimekwambia hivi, hutambulia hata nukta mwili wangu. Mjinga sana wewe. Hebu niachie. Utanifanya nitumie nguvu kukuvua sasa Usijaribu. Nixon sio mchezo. Tunaambiwa alianza kufungua vifungo vya shati la Cecy maana alikuwa amevaa nguo za hotelini pale. Ilikuwa ni shati na sketi ila yeye alishona sketi ndefu tu na kutengeneza heshima ya mwili wake. Cecy tunaambiwa hakutaka kabisa. Anampiga makofi Nixon lakini wapi haisaidii. Finya lakini wapi kakoma utasema nini yani. Cecy hakuvaa shati peke yake, ndani alikuwa amevaa kama singlet hivi na ndio ukutana na sidilia yake. Sasa ikabaki ni kumalizia tu ile sidilia. Kabla hajamalizia inasikika hodi. Cecy. Alikuwa ni Thomas akimuita Cecy. Unaambiwa hapo ndipo ikawa ni shida. Cecy alitamani kumuita lakini alizibwa mdomo kwa Thomas kuona kwamba Cecy haitiki. Anashika kitasa kutaka kufungua mrango anakuta upo kimya. Cecy, upo ndani kweli au umelala? Thomas aligonga tena na tena ila akaanza kupata mashaka. Hebu muiteni mlinzi aje hapa vunje mlango kwanza. Naona kimya kabisa sana ndani na Cecy haitiki kabisa. Ni shida sana. Sijui kama itakuwaje kama akikuta msala kama huo uko ndani. Ataamini au vipi? Muda huo Cecy akabaki kujaribu tu kujitoa pale maana alikuwa amezibwa kwa nguvu zote.
Mule ndani Cecy alitamani kupiga kelele kiasi gani, lakini Nixon alizidi tu kumbana mdomo asipige kelele yoyote ile. Kule nje mlinzi akaonekana kufika pale akiwa na kifaa cha kuvunjia mlango. Alianza kazi ya kupigiza ule mlango kwa ajili ya kuweza kuvunja mlango. Cecy ndani aliogopa sana kama Thomas akiingia na kukuta yupo na Nixon ataelewa kweli. Mlinzi, hebu vunja mlango haraka sana, na kwamba Cecy atakuwa labda naumwa huko ndani. Mlinzi ule akimalizia kutoa kile kitasa kama alikuwa na kivunja, na baada ya hapo mlango ulifunguka na Thomas akaanza kupiga hatua kuingia ndani. Cecy, kabla hajamaliza jina la Cecy, akashangaa mbele kumuona Cecy akiwa kitandani tena na Nixon. Ni mshangao ulioje, maana hakuamini hiko alichokuwa nakiona. Muda huo Cecy tayari kaachiliwa kuzibwa mdomo. Alibaki kumwangalia Thomas, maana aliwaza kichwani mwake atakuwa anawaza nini pale. Cecy alijitoa pale kwa Nixon, maana ni kama walikutwa wakiwa wameshikana hivi. Cecy aliinuka haraka sana kumfuata Thomas pale aliposimama, maana haamini kabisa. Thomas, naomba usinifikirie vibaya. Mimi sijafanya chochote kibaya na Nixon. Niamini tafadhali, nadhani kwamba unanijua vizuri mimi. Muda huo Thomas yupo kimya, hasira kama zote zimejaa. Yaani hapo Cecy asijiloge kumgusa tu anaweza kurambu hata kibao. Thomas, sema kitu basi, niamini Thomas, sijafanya chochote kile kibaya. Hajamaliza kuongea Thomas akaondoka kwenye kile chumba huko akishuka ngazi haraka. Cecy kuona vile ikabidi amfuate naye kwa akiwa anashuka ngazi. Alizidi kumuita Thomas lakini hakuitikiwa. Thomas alifika hadi kwenye gari lake na kuingia, aliwasha gari na kuondoka zake. Ndipo Cecy naye alifika na kukuta gari la Thomas lilikuwa linaishia. Kweli akajua tayari Thomas ameshachukizwa kwa kile alichokuwa amekiona. Cecy kujiangalia anashtuka, bado hajafunga vifungo vya lake, maana kwa ile wasiwasi alisahau kabisa yani hata kufunga vifungo. Ilibidi ajifunge haraka huko akirudi ndani moja kwa moja mpaka pale mapokezi alipo Stella, amini Thomas kwamba amekasirika sana eti. Ujue najiuliza inakuwaje akukute ukiwa na Nixon kule ndani, tena mkiwa mko peke yenu. Stella, naomba niamini mimi. Sijamuita kabisa Thomas. Sielewi kabisa nikuelezeje, ila tu naomba nisaidie Thomas aondoke ndani ya hoteli na vitu vyangu niangalizie, maana kitasa kimeshavunjwa tayari. Sasa unaenda wapi? Naenda kumtafuta Thomas alipoenda ili nimueleze kwamba ilikuwaje. Kweli pole shoga. Yaani huyu Nixon mimi naona kabisa kwamba ni kichefuchefu kitupu yani. Cecy alianza kuondoka hotelini mule huku akijaribu kumpigia simu Thomas. Alipiga sana lakini simu haikupokelewa. Cecy aliendelea kupiga simu, anashangaa simu imezimwa kabisa. Ni kwamba Thomas kaamua kuzima simu kabisa. Cecy aliita bajaji iweze kumpeleka nyumbani kwao Thomas. Kule kwa Nixon sasa ndio alikuwa anatoka chumbani mule huku akishuka ngazi. Stella kumwona toka mfuata. Kwani wewe kijana una matatizo gani Mbona unakuwa ni kama mshenzi tunahujitambue wewe? Ama kweli sijawahi kuona. Na naamini kabisa kwamba umemforce Cecy ila dawa yako tu inachemka wewe. Unajua dada nakuheshimu sana wewe. Kwa nini sasa unapenda kuingilia mambo yangu wewe? Wewe unakuhusu nini? Unajua kwamba tusifuatiliane. Umeshanikanya tayari kwamba nikae mbali na mdogo wako, nimekubali. Sasa nipo na Cecy, wewe unaumia nini? Labda nikwambie tu kwa Cecy wala hajafanya hivi kwa kutaka yeye. Mimi ndio chanzo cha kutaka yeye kulala na mimi. Sasa yeye alikuwa hataki, lakini mimi sijakubali kabisa mpaka nihakikishe kwamba naye. Hebu acha kunifuatilia wewe dada, maana mamangu mwenyewe hata nifuatilie kama unavyonifuatilia wewe. Nixon baada ya kuongea vile akaamua kuondoka zake. Kule kwa Cecy naye baada ya mwendo mrefu alifika nyumbani hapo kwa kina Thomas. Haraka aliingia ndani ya geti na mbele akaona gari la Thomas liko limepaki pale nje. Akajua kwamba Thomas amekuja nyumbani na yupo ndani, basi haraka sana aliingia ndani moja kwa moja mpaka mlangoni kwa Thomas na kuanza kugonga. Thomas, naomba tuongee. Naomba usinizanie vibaya, mimi sijafanya kosa lote lile Nitakueleza kila kitu, hebu nipe nafasi basi. Cecy alipojaribu kushika kitasa cha mlango, aliona nafunguka na kumbe ulikuwa uko wazi. Ikabidi aingie mule chumbani. Kufika na mkuta Thomas amejilaza pale kitandani, yupo kimya kabisa, kafumba macho. Cecy akaona hapa ni kujikaza tu kisabuni, maana mtu ana hasira mpaka anataka kubasti. Taratibu sana alifika hadi pale na kusimama. Tafadhali Thomas, hebu nipe hata dakika 10 tu za mimi kuweza kuelezea kwamba ilikuwaje. Amini siwezi kufanyia mimi kitu kama hicho ambacho umekiona sio kweli kabisa yani. Hajamaliza kuongea Thomas alimkatiza. Ingekuwa ni vizuri kama ungeniacha peke yangu, naomba nenda nje ya chumba. Hapana, siwezi mimi hadi unisikilize ninachotaka kukuambia. Thomas akainuka kwa hasira sana. Hivi utaniambia nini wewe nikuelewe Cecy? Unaweza kunifanya mimi hivi? Yaani nimeita na kuita umeshinda kabisa kuniitikia. Yaani kwa macho yangu na kukuta wewe na yule kaka, Unaweza hivi kunifanyia kitu kama hiki? Au ndo unataka hiyo bikila yako uanze kumpa yeye sio? Ni maneno gani unaongea Thomas? Hebu tambua kama unanikosea kuniambia hivyo mimi.
Kwangu naona sikosei kabisa. Na inaonekana ukapanga mapema kabisa kuondoka na mpaka mtoto kamwachia Amina. Ili tu princess asiwape shida mkiwa mpo kwenye starehe zenu. Asilielie tu ovyo ovyo. Hivi unajua kama mimi nimekuvumilia sana wewe, Si kama sihitaji penzi lako, lakini nakuheshimu na naheshimu pia maamuzi yako, Kwa hiyo umeona kwamba huwezi kuzuia hisia zako tu mpaka umuite Nixon. Namna ulivyokuwa huna aibu na ukuta kabisa shati liko wazi kabisa, vifungo vyote vimeshafunguliwa. Hivi unaniambia mimi kwamba eti utaniambia nini hadi nikuelewe? Amini kwamba unanichanganya sana Sesi. Sielewi unanipenda kweli au unanichora tu hapa. Hujui ni maumivu gani ambayo mimi nayosikia? Kukukuta wewe na yule mtu kweli hujanitendea haki kabisa yani. Kukuvumilia kote huku bado unanikosea mimi kweli? Kweli siamini kama ndo tayari huniamini tena. Ila nikuache kwanza, huenda ni hasira tu. Naamini kwamba hasira zako zitakapopungua nitakueleza kila kitu. Unieleze kila kitu, si ndio? Hebu acha kujiletea Sesi. Ni wazi kabisa huna la kuniambia wewe. Huna kabisa, na ndio maana unazugazuga tu hapo. Ila niseme tu kwamba kwa ulichokifanya nitajua tu mimi mwenyewe kufanya ni kitu gani. Unamaanisha kwamba maamuzi yako utafanya mwenyewe? Kwa kuwa umeamua kuchagua njia sahihi kabisa ya maisha yako, naomba tu kwa sasa hivi kila mtu tu ampatie mwenzake muda wa kuweza kufikiria zaidi. Nikupe muda wewe uweze kuchagua yupi mwanaume sahihi kabisa kwako, kati yangu na Nixon. Usituchezeshe kama dada sisi. Nataka ukae mbali kabisa na mimi kwa sasa. Ukae ufikirie ni chaguo gani unaona kwamba linalokufaa kwako. Haiwezekani kabisa unifanyie mimi eti hivi tena mbele ya macho yangu. Kwa hiyo unaona huo ndo uamuzi sahihi kwako, Nijibu nijue. Kwa mimi naona kwamba ndo uamuzi sahihi na unafaa sana tu. Naomba punguza hasira na uniambie vizuri. Ina maana umeona kwamba huo ndo uamuzi sahihi kwako? Ndio. Sawa, nimekuelewa. Basi nikuache upumzike. Ila nikuombe kitu tu. Naomba punguza hasira zako. Hasira ni hasara Thomas. Mimi naondoka. Na nitaondoka na princess. Huwezi kuondoka na princess. Naenda peke yako na uniachie mtoto wangu mimi. Bibi yake yupo atamlea tu, shangazi yake Grace na yupo atamlea. Hata Amina pia yupo atamlea tu. Sawa, nimekuelewa. Mimi ngoja basi niende. Kwa heri. Sesi alifungua mlango na kutoka katika chumba kile. Alijikaza, lakini hajui tu Thomas ni maumivu gani Sesi aliyokuwa nayo. Akiwa anatoka ndani ya nyumba ile, ilibidi Amina dada wa kazi amuite kwanza muda huo akiwa na princess. Sesi, utaondokaje? Lakini hebu punguza hasira zako na utulie. Ikiwezekana tu mpigie da Grace tu umwambie shida yako. Haina haja. Kwanza nina hasira pia. Kwa nini ameshindwa kabisa kunipa nafasi ya kutaka kuelezea kwamba ilikuwaje? Ananifukuza kama vile anijui, ukizingatia sina baya nililofanya, labda tu kwamba ninamchitie. Yote haya ameataka Nixon. Siwezi kabisa kumsamehe. Wewe cha msingi tu mlee vizuri princess, Nitakuwa na kupigia kujua hali yake, sawa? Mbona unanihuzunisha hivyo? Hili jambo mbona ninakukaa chini tu na mkaliongea? Unajua kabisa kwamba nilikuwa nikisikia mabishano yenu, ila sijui ni kwa nini baadhi ya wanaume wanashindwa kabisa kuwapa nafasi wenzao kujua ilikuwaje. Japo sio wote, lakini nimeshaona sana. Sasa unaenda ukaa hotelini? Hata kule siende. Kule ndo kumenisababishia mimi matatizo kama haya. Naenda tu kwa dadangu tu, maana sina hapa kwenda zaidi ya pale. Jamani, ungeenda tu naye princess jamani. Hapana, baki ameshakataa. Nitakuachia wewe, naamini kabisa kwamba utamlea vizuri. Haya, kwa heri. Sesi alianza kuondoka na alitokomea kabisa ndani humo. Kwa Amina alirudi ndani. Muda kidogo Sesi alifika nyumbani kwao Nelson, ambako anakaa dada yake kwa sasa. Muda huo akiwa na Vero wakiwa wanaongea. Serena kumuona mdogo wake kwanza alifurahi sana. Sesi, mbona kama uko sawa? Kwa Vero hakutaka kabisa kusikiliza mambo ya watu na aliwaacha mtu na dada yake. Kwa Sesi acha aanze kuangua kilio. Alianza kumsimulia dada yake kila kitu. Jamani mdogo wangu, ila usijali, amini tu kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Na hata mimi nikikuelezea tu shida yangu unaniambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Amini kwamba zile ni hasira tu, ila hasira zitapungua tu, mwenyewe atakutafuta, na wala tu usijali, kwa tu na amani, najisikia huru sana. Nitaongea na Nelson na ataliweka sawa hili tu, si unajua kwamba wale wana urafiki na Thomas. Wala usijali. Vipi, umeshakula? Sijara, lakini usipate tabu, sina tamu ya kula mimi hapa. Usiniambie kwamba una hamu ya kula. Wewe cha msingi hapa kula ushibe. Usijipe tu mawazo ya bure tu na kosa hujafanya wewe. Niamini kwamba ukweli atakuja tu kujua na ataona mwenyewe tu. Basi ndugu wao wawili waliendelea kuliwazana, na leo ilimfikia Sesi, Selina hamwachi mkono. Kesho ikimfikia Selina, Sesi hamwachi mkono. Hatimaye masaa yalizidi kwenda na siku nzima ilipita. Asubuhi na mapema kwa Thomas aliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Baada ya muda kidogo alifika kazini na moja kwa moja mpaka pale mapokezi. Habari yako Stella?
Nzuri, vipi? Mbona sisi muone sisi? Sipo naye sisi. Haupo naye kivipi? Kila mtu amempatia muda mwenzake. Nadhani kwamba hata wewe mwenyewe umeona kilichotokea. Ni sawa, lakini kwa nini una hasira za kijinga hivyo wewe? Sio hasira za kijinga Dastera. Lazima niwe na wivu tu kwa sababu nampenda sisi, lakini kumbe mwenzangu anaamua kunisaliti. We nawe, mbona kuwa hufikiri kwa haraka wewe? Ulimuuliza sababu ni nini? Hata kama nikimuuliza itasaidia nini? Nimeshindwa kabisa kuzuia hasira zangu. Naona tu kwamba hii ndio njia nzuri. Unajua hasira ni hasara Hebu shika hii hapa audio na usikilize kwa nini. Inahusu nini? Stella alimsikiliza Thomas hiyo audio. Mbona hii ni sauti yako na Nixon? Ndio maana nakwambia kwamba hasara. Jana nilifanya makusudi kabisa kumfuata Nixon akiwa anashuka ngazi. Huku nikiwa nimeweka rekodi ya kumrekodi utumbo wake wote atakapokuwa anaongea. Nadhani umesikia mwenyewe kwa Nixon ndio aliyemlazimisha Sesi, lakini kwa Sesi hakuwa tayari kabisa. Nimeona kugomviwa lazima tu ni ujue ukweli, na kama ndo huo uamuzi uliofanya na kuambia kabisa kwamba umesha kukosi tayari. Sasa wewe ndio ujue unamtuliza vipi Sesi, maana umeshamlaumu vya kutosha wewe. Kweli nimeshindwa kabisa kuzuia hasira zangu kwa Sesi. Nilimuhisi vibaya kabisa kwamba eti anataka kunisaliti mimi. Haya, ukweli umeshaujua, kilichobaki ni wewe kujua unamuomba vipi msamaha Sesi. Maana tayari umeshamkosea. Hujafanya vizuri kabisa, unatakiwa tu ufikiri kabla ya kutenda na sio kuna kurupuka tu kutoa maamuzi sio. Hada Stella, mimi nimekuelewa, ila natoka kidogo utaona baadaye. Thomas aliamua kuondoka zake wakati huo kule kwa kina Serena ndiko alipo Sesi. Asubuhi hiyo aliamka Sesi na kuanza kusaidizana kazi na Vero kwa Serena kutokana na hali yake, hivyo alikuwa anafanya vijikazi vidogo vidogo tu. Kwa mama wa Nelson, hata Nelson mwenyewe walikuwa hawapo nyumbani, walikuwa wameshaenda kazini. Haya jamani, mimi acha nielekee kwanza kwenye sokoni aliongea Vero na kumwambia Sesi na Serena. Twende wote basi Vero, nahitaji tu nikaone mazingira ya huko. Sesi aliongea vile akitaka naye kuondoka na Vero. Basi walijiandaa na kutoka Sesi na Vero kuelekea sokoni. Walitoka hadi nje na kupanda bajaji. Sasa wakati wakiwa wanaingia ndani ya bajaji na bajaji ile ikianza safari, Thomas naye alionekanika kufika nyumbani hapo kwa kina Nelson. Hapo anapajua maana ni kwa rafiki yake na anajua kabisa kwamba lazima Sesi atakuwa amekuja huku. Bajaji ile Thomas hakuwaona maana alikuwa ameshaingia na ameshaondoka. Thomas alifika nje ya geti na kupaki gari lake. Alishuka na kuanza kugonga geti. Mlinzi ule alimfungulia geti na Thomas aliingia. Baada yako kaka? Alisalimia Thomas. Salama tu, karibu. Asante, vipi wenyewe nimewakuta? Yupo mmoja tu ndani. Thomas akiendelea kuongea na mlinzi. Serena alionekana kutoka ndani na Thomas alimuona ilimfuata. Karibu. Asante, nadhani kwamba utakuwa ni Serena Ndio, ni mimi. Kikweli nimekuja kwa jambo moja tu, namuulizia Sesi kama yupo. Sesi hayupo, ametoka kidogo. Hayupo, ila sawa. Naweza kuongea na wewe dada yake, unajua kama mimi na Sesi kidogo tumepishana Kiswahili Yaani tumegombana mimi na yeye. Yaani kuna jambo ambalo nilimfikiria vibaya, ila nilipojua ukweli nimeona kabisa kwamba nije kuongea na Sesi aweze kurudi nyumbani. Nikuuliza shemeji, kwani ulishinda kumpa nafasi mdogo wangu akueleze kwamba ilikuwaje? Unakimbilia ukasirika tu? Mdogo wangu kweli ameumia sana kukosana na wewe. Hajafanya kosa lolote lile, na mimi ndo namjua vizuri kabisa Sesi. Asa Sesi hayupo, ameenda sokoni, ila kama akija mimi nitaongea naye. Nashukuru sana Shem. Haya, basi mimi nikuache. Thomas aliondoka zake na Serena alirudi ndani. Baada ya muda kupita ndipo Sesi na Velo akarudi kutoka sokoni. Maandalizi ya kupika yalianza. Kwa Serena ilibidi tu amuite mdogo wake kwanza. Haya, Thomas amekuja asubuhi. Yaani ulivyoondoka tu bwana pamoja na Velo yaka amekuja. Amekuja kufanya nini? Yes, ndo amenifukuza. Kwani sasa amekuja? Anasema kwamba ameshaujua ukweli na alikuja kwa ajili ya kuongea na wewe. Sesi alibaki kimya. Mbona usemi kitu? Bado umekasirika? Siwezi kusema hivyo, lakini niseme tu kwamba alichonifanyia sio kabisa. Anaanzaje kutokuniamini mimi? Anaanzaje mpaka princess akaamua kabisa kuninyang'anya? Sijui hata ukweli gani kashaujua huko. Mimi kwa sasa hivi siwezi kumuona. Usiseme hivyo ujue. Ni sawa tu alikufikiria vibaya, lakini zile ni hasira tu. Hasira gani zile dada? Kwani nimemkasirikia na mimi? Yaani bado haniamini tena, haniamini kabisa yule. Haya wewe naye kaufikirie. Wanaendelea kuongea tu na masali zidi kwenda, ikiwa ni kwenye saa 1 usiku kwa Nelson naye ndio alikuwa anarudi kutoka kazini. Sasa kwa mbali alisikia honi ya gari. Nelson kuangalia vizuri anaona gari likiwa linasimama, anashuka Thomas akiwa na mtoto wake Princess. Naona umekuja mitaani kwetu bwana. Ni kweli, na hii ni mara ya pili nakuja. Nilikuja asubuhi na nimekuja tena. Karibu sana. Ila nimekuja nataka kuonana na Sesi. Naomba nifanyie mchakato basi, mwambie kwamba kuna mtu
anakuhitaji nje. Haya bwana, ngoja basi nimuite. Nelson alijibu vile huku akiwa anafungua geti na kuingia ndani. Thomas alibaki pale akiwa anamsubiri Cecy kama atatoka. Lakini baada ya muda geti lilionekana kufunguliwa na alitoka Cecy. Kufika tu anamuona Thomas, asijui Nelson alimdanganya vipi mpaka ametoka. Cecy, naomba tuingie ndani ya gari. Na kusikiliza tu hapa. No Cecy, mimi nimependa tuingie ndani ya gari, tuongee vizuri. Najua kwamba ndio umekasirika kwa jinsi nilivyokuwa nimekufokea, ila naomba tuyamalize. Yaani ndio unataka tuyamalize sasa hivi? Jana akili yako ilihamia wapi hadi ukashindwa kabisa kunipa nafasi mimi ya kueleza ilikuwaje? Aziri ni hasira tu Cecy. Ni hasira tu. Hivi nakumbuka siku unakuja kugundua kwamba we umezana Debola, mbona nilikupa nafasi ya kunielezea ilikuwaje? Wewe peke yako ndo unaona kabisa kwamba una hasira. Kwa hiyo mimi ni mjinga sana ninayejua kuvumilia na kuzuia hasira zangu. Jana ulinitimua kama vile hunijui Yaani mpaka na princess ambaye nimekabidhiwa mimi unaamua kuniambia kwamba niondoke na nimwache. Umetaka kila mtu ampe muda mwenzake, si ndio? Umetaka kunipa muda wa mimi kuweza kufikiria yupi sahihi kwangu, si ndio? Sawa, basi nikupe muda wa kuweza kuniamini. Mimi nabaki hapa. Hapana, naomba kabisa usinifanyie hivyo. Amini kwamba zile ni hasira tu, lakini naomba nisamee tu na urudi nyumbani. Yaani mpaka sasa hivi Grace hajui chochote kinachoendelea kati yetu. Twende nyumbani please. Kwa nini sasa unashindwa kuniamini? Nitakuwa na kuamini kwa sasa. Sitakufikiria vibaya na nitakuamini tu. Naomba nisamee, kweli najua kabisa kwamba hasira ni hasara. Kwa nini uniumiza sana wewe? Kunitamkia maneno kama yale jana. Hujafikiria kabisa kama mimi nani kwako? Naanzaje mimi kuweza kulala na Nixon? Tabia yake jinsi ilivyokuwa chafu, naanzaje mimi kuweza kumvulia nguo nikampa mwili wangu mshenzi kama yule? Siwezi kabisa, na haitakuja kutokea kamwe. Hivyo acha kabisa kuendelea kunizania mimi vibaya. Mbona mimi nakuamini wewe? Unashindaje kuniamini mimi? Na pia hebu jaribu control sila zako. Mimi sipendi kabisa kuona upo hivyo. Najaribu kuelewesha afu hata hutaki kunielewa. Nisamee sana. Na haitajirudia tena. Twende basi wote nyumbani. Nitakuja kesho. Hapana, mimi nataka leo tu tuondoke. Hata princess anaonekana kabisa kwamba amekumisi kwa siku moja tulipoondoka. Sizani. Maana wewe babake uliniambia kabisa kwamba sizani. Maana wewe babake uliniambia kwamba asiondoke na mamake mdogo. Akimaanisha sisi mwenyewe. Si unajua kama mimi siwezi kukaa mbali na mtoto wangu. Sawa. Basi wewe nenda tu. Mimi siondoki leo. Hapana. Nimekuja kuchukua na princess. Utatoje tuondoke peke yetu tu bila wewe? Sawa, mimi naingia ndani. Kwa hiyo ndo umegoma? Cecy alirudi lakini moja kwa moja alimfuata Serena. Dada, acha tu mimi niondoke. Thomas amekuja. Kwa hiyo mmeshasuluhisha tatizo lenu? Ndio. Nimeona niondoke naye tu. Haya, safari njema ila kuwa makini Basi Cecy aliagana na wengine akiwemo Vero na Nelson na kutoka ndani mule mpaka nje ya geti. Bado tu hujaondoka? Naondokaje na wewe hujaniambia kama tunaenda au vipi? Nimejua tu kwamba unatoka. Kwa hiyo unaniletea masiara. Hanipe mtoto wangu mimi. Maana jana ulinionya kwamba nisimchukue wewe. Basi vilikuwa ni viutani tu vya wawili hao. Cecy alikubali, wakaingia ndani ya gari na safari ya kwenda nyumbani ilianza. Wakiwa ndani ya gari. Nataka kujua wewe umejuaje ukweli kama mimi sikuwa na Nixon makusudi? Alionyesha audio Stella. Alikuwa amemrekodi Nixon kile alichokuwa nakiongea. Kweli nimshukuru sana Stella. Ni mara ya pili sasa hivi ananisaidia sana. Kweli Stella ana moyo sana wa kipekee sana yule dada. Ila nikuulize Cecy, niulize. Kwani wewe huniamini mimi? Na kuamini mbona? Na mbona umeniuliza hivyo? Mimi naona kabisa huniamini. Wala hujali kuhusu mimi. Ujue navumilia sana Cecy lakini hujui tu ninavyojisikia. Mbona niambia fumbo hata sijakuelewa? Nadhani kwamba ni mtu mzima na unaelewa kwamba mimi ni kitu gani namaanisha. Kweli Cecy nahitaji kweli siku moja nionje tu penzi lako. Mimi ni mpenzi wako ujue. Na mimi kwamba kuna vitu fulani hivi nahitaji kutoka kwako. Usione kwamba labda eti naongea hivi labda kwamba nakosea, hapana. Leo nimeona nikuweke tu wazi. Yaani ikiwa wewe unanipenda na mimi nakupenda basi amini kabisa siwezi kusaliti katika maisha yangu. Niamini tena, niamini, ila kama naona kwamba haupo tayari kwa hilo ni sawa tu. Ila wewe ujue tu. Hata sijui niseme nini. Wewe ujue tu kama ndo tayari Nixon ameanza kukunyemelea, unadhani kwamba mimi nitakuwa kwenye mawazo kiasi gani? Muda wote unakuwa kwa peke yako. Je, kama siku akikukuta tu na labda mtaani hivi si anakubeba wewe? Yule tayari ameshadhamiria, naona kabisa kwamba kwa makini sana. Yule sio mtu mzuri kabisa. Kwa Cecy hakuwa na kusema zaidi ya kukaa kimya tu. Basi safari iliendelea na alifika nyumbani. Kule kwa Nixon naye akiwa yuko nyumbani kwao amekaa na mama yake. Mama, kama nilivyokuambia, mimi siwezi kabisa kuondoka nje ya nchi. Nitabaki hapa Tanzania. Mwambie kabisa Mdingi maana mimi siondoki.
Wewe mtoto wewe, una kichaa. Tambua babako ndo ambaye ametaka hivi. Naomba kabisa usiendelee kupingana na babako. Mimi nitapingana mama. Siwezi kabisa kwenda mbali na hapa. Nimeshapazoea na hata rafiki zangu pia sitaki kabisa kuacha. Kwani mimi nikikaa hapa si naendesha biashara vizuri? Sio kweli. Yaani siku hizi umebadilika sana kijana wangu. Yaani sikuelewi kabisa yani. Hapana mama. Mimi sijabadilika mama. Alafu nimekumbuka kitu. Nisaidie kweli mamangu. Unakumbuka kuna dawa fulani hivi ulitumiaga kuniteka mimi akili eh? Kwa nini sasa usifanye hivi kwa Sesi? Unajua kwamba ukifanya hivi mapema sana, basi nitapata nafasi ya kuweza kuondoka na Sesi nje ya nchi na tukaanzisha kabisa maisha yetu huko. Yaani tuzae watoto na tuwe na maisha yetu tu. Mazi. Kabla hajamalizia kuongea ile neno anashangaa mama yake anamramba kibao cha shavu. Kumbe wewe ni mjinga sana Unawezaje kuwaza huu ujinga? Na kuambia embu koma kuongea ujinga. Yaani unataka mimi nimfanyie ubaya binti wa watu? Kumbuka wewe ulichukia sana kuona mama yako nafanya shiriki tu, alafu leo hii unaniambia eti ujinga gani hapa? Tena nisikie mtoto mbaya sana wewe. Umekuaje wewe? Hebu nitoke mimi hapa. Kama vipi mimi siondoki? Siende kokote kule na nabaki hapa hapa. Nixon aliinuka na kuondoka. Kwa Sesi na Thomas alishafika nyumbani. Sesi alimchukua Princess na kwenda kumraza. Alitoka na kwenda kujipumzisha zake nje akipunga upepo muda huo ikiwa ni kama saa 3 za usiku. Mkali bwana Thomas kaomba mzigo akiwa na wasiwasi kwamba asija akakamatwa huko mtaani na kijana Nixon na akamfumua. Sasa kama akimfumua alafu yeye amesubiria sitakuwa noma hiyo. Kwa jamaa kaona kama vipi aseme tu kama vipi mambo yaishe tu tuyamalize alafu kwa mimi utaendelea tu kama kawaida, kwa hiyo tupunguze mambo. Kwenye sehemu ya 5 pengine bwana atakuwa Thomas alifanikiwa kufungua nini kasha lile kwenye box yake, yani mzigo mpya. Upo kwenye kasha kabisa. Tukutane katika sehemu ya 5 msimu wa pili wa simulizi nzuri kweli kweli Mapacha. Mambo yananoga sana.